Wizara ya Kilimo imeielekeza Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kuhakikisha makandarasi wote wanaopewa zabuni za kutekeleza miradi ya umwagiliaji wamehakikiwa na Bodi ya Usajili wa Makandarasi. Kikosi cha wachezaji 34 cha Twiga Stars kimeitwa na kocha Bakari Shime Machawi Mweusi kwa ajili ya maandalizi ya WAFCON 2026. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaianza taarifa yetu ya habari. Wizara ya Kilimo imeelekeza Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC kuhakikisha makandarasi wote wanaopewa zabuni za kutekeleza miradi ya umwagiliaji wamehakikiwa na Bodi ya Usajili wa Makandarasi ili kupata kampuni zenye uwezo wa kutekeleza miradi hiyo kwa viwango vinavyotakiwa. Maelekezo hayo yametolewa jijini Dodoma na Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo Gerard Mweli wakati wa kikao kilichowakutanisha viongozi wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC, Bodi za Usajili wa Wakandarasi CRB, wahandisi ERB, washauri elekezi na wadau wa sekta hiyo, akibainisha kuwa baadhi ya miradi imekuwa ikisuasua au kutokamilika kwa wakati kutokana na uwezo mdogo wa baadhi ya wakandarasi wanaopewa kazi hizo. Tuna shida zetu sisi wakandarasi wa ndani, na kwa sababu bodi ipo ya wakandarasi wa ndani, nadhani hilo jambo litusaidia. Yaani tunapokuwa tuna award contract, mkurugenzi mkuu, ile orodha unaoawadi mpelekee na CRB naye atusaidie pia kuwafuatilia watu wake. Tusiishie kuwasajili tu. Mara nyingine wewe ndio tuambie huyu anatakiwa anyang'anywe certification. Kwa sababu hizi hela ni za watu wanachangia hizi hela, lazima tuhakikishe tunapata value for money. Na hiyo kazi hatutaacha kuifanya. Na niwaelekeza serikali kuhakikisha kwamba value for money is attained at the highest level. Mweli pia amesema uamuzi wa serikali wa kuanza kutumia washauri elekezi katika miradi ya umwagiliaji unalenga kuimarisha usimamizi, kuongeza uwajibikaji na kuhakikisha miradi inakamilika kwa ubora unaotarajiwa, huku mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC Raymond Mdolwa akieleza kuwa hatua hiyo itasaidia kuongeza tija katika uwekezaji wa miradi hiyo. Kwa kuweka washauri elekezi hatukusadiki kuwakandamiza wakandarasi hata kidogo, bali kuimarisha usimamizi wa kitaalamu, uratibu, udhibiti wa ubora na utatuzi wa changamoto. Mahusiano baina ya tume, washauri elekezi na wakandarasi yataendelea kujengwa katika misingi ya weledi, uwazi, kuheshimiana na uwajibikaji wa kila upande. Tumekubaliana kwamba consultancy wote ambao tutakabidhi miradi wataenda kupitia miradi hiyo site na kwa contractors na kwa mikoa yetu, ili kuangalia kwanza quality ya kazi ya mpaka pale ilipo anapochukua yeye, lakini kuangalia kama kuna mapungufu au nyongeza inayohitajika kufanyika. Kwa upande wao, wadau wa sekta ya ujenzi na usimamizi wa miradi wameipongeza serikali kwa kuimarisha ushirikiano na bodi za kitaaluma, wakisema hatua hiyo itasaidia kupata wakandarasi wenye sifa stahiki na kuongeza ubora wa utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji nchini. Tunaunga mkono pia uamuzi wa tume wa kuamua sasa kukaribisha consultant kwa ajili ya kuweza kusimamia miradi. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Taharuki na sintofahamu imetanda kwa muda katika soko kuu la Songea mkoani Ruvuma baada ya moshi na ishara za moto kuonekana ndani ya soko hilo, hali iliyowafanya baadhi ya wafanyabiashara na wananchi kuhofia madhara ya moto huo. Akizungumzia tukio hilo, kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Ruvuma Melania Nyangwinyo amesema tukio hilo lilikuwa ni zoezi la Jeshi la Zimamoto na Uokoaji la kupima uwezo wa kukabiliana na majanga ya moto, huku lengo likiwa ni kupima kasi na mwitikio wa askari, kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu hatua za awali za kukabiliana na moto na kuhamasisha matumizi sahihi ya namba ya dharura pindi majanga hayo yanapotokea. Naomba niwatoe hofu. Hilo lilikuwa ni tukio la kutengenezwa, leo ikiwa ni kupima utayari wa askari wetu, kuona utimamu wao na mwitiko wao matukio yanapotokea. Tumepokea wito wa tukio, ilikuwa ni saa 5 dakika 13 na dakika 17 tayari walikuwa wameshafika na kuanza kupambana na moto.
moto huo. Kwa upande wao, wafanyabiashara wa soko kuu la Songea wamesema licha ya taharuki iliyojitokeza mwanzoni, zoezi hilo limekuwa ni somo muhimu kwao la kuwajengea uelewa kuhusu namna ya kujikinga na majanga ya moto. Tumekaa kidogo tukaona moshi kwa wingi unatokea sehemu za chooni, na wakati kutama kuangalia hivi tukakuta hao wenzetu zimamoto wameshaingia tayari. Inapotokea janga la moto wao tayari kuondoka kwa kujiokoa wao, wasianze kuzoazoa, sijui unazoa nyanya, unazoa vitunguu, sijui ufuatilie hela ziko wapi, hivi na hivi, utakuja kuungua, utakufa. Wakati huo, jeshi la zimamoto na uokoaji limetoa wito kwa wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla kuhakikisha wanachukua tahadhari zote muhimu, ikiwemo kuzima majiko ya mkaa na kudhibiti vyanzo vyote vya moto kabla ya kufunga shughuli zao za kila siku. Mara nyingi unaambiwa kwamba mamalisha au babalisha lisahau jiko la mkaa likiwa linawaka. Ukimaliza kutumia hilo jiko, kabla hujaondoka, zima jiko lako. Lakini wengine tuna friji zetu humo, tuzime kwenye zile socket, tuzime. Kutoka Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Chuo cha maendeleo ya jamii CDTI Ipogoro kwa kushirikiana na serikali katika wilaya ya Iringa kimeanza kutekeleza utafiti wa kina kuhusu hali ya uchumi na ustawi katika kata ya Ruaha, manispaa ya Iringa. Unalenga kubaini changamoto na fursa zilizopo katika jamii. Utafiti huo utakaofanywa katika kipindi cha wiki 3 utahusisha kaya 3533 katika kata ya Ruaha. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa utafiti huo unaotekelezwa na wanafunzi wa chuo cha CDTI Ipogoro wapatao 100, mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita amesema serikali ya awamu ya 6 kupitia wadau wake hususan vyuo na taasisi mbalimbali za elimu ya juu itaendeleza juhudi za kutafuta mwarobaini wa changamoto za vijana na jamii kwa ujumla wake. Lengo ni kuona namna gani tutapata data za kutosha kupitia hawa wananchi na kuona namna gani sasa tupate suluhu ya kuweza kuwasaidia na kuona namna gani nia njema alionayo Mheshimiwa Rais ya kuwawezesha wananchi kiuchumi tuifanye kisayansi, tuone nani anaogopa nini, nani ana changamoto gani, nani anataka asaidiwe nini, nani anaona nini. Makamu mkuu wa chuo cha CDTI Ipogoro upande wa taaluma Oswald Muhen ameyataja malengo mahususi ya utafiti huo, huku washiriki wenyewe watakaoendesha utafiti huo nao wakitoa neno. Kutokana na changamoto ambazo zipo katika kata ya Ruaha, ndicho ambacho kimetupelekea sisi kama chuo kwa kushirikiana na kata ya Ruaha kuja na utafiti huo ili tuwe na masuluhisho ambayo yana mashiko katika jamii. Ninajisikia tija sana kuwa mmoja wa watafiti kwa sababu utafiti hizi zitatusaidia na pia zitasaidia maendeleo ya jamii. Hivyo tunashauri serikali ifanye kila njia za kuajiri ya vijana, kuwapatia skills ambazo zinaweza kuwapatia wenyewe ujuzi maalum katika kuendeleza maisha yao. Kwa mwaka wa fedha pekee wa 2025-2026, wilaya ya Iringa imetoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2 kwa makundi ya vijana, wanawake na wenye ulemavu. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete amewataka watumishi wa umma wote nchini kuhakikisha wanahudhuria mafunzo ya kiutendaji yanayotolewa na Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania ili wafanye kazi kwa weledi zaidi na kuzingatia misingi ya uwajibikaji kwa wananchi. Kikwete ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati akifungua kongamano la pili la kitaaluma la utumishi wa umma Tanzania lililoandaliwa kwa pamoja kati ya Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania TPSC na Chuo cha Utawala wa Umma Zanzibar IPA. Pia wahakikishe kuwa watumishi wote wa umma nchini wanahudhuria mafunzo ya lazima yanayotolewa na vyuo hivi ili kuandaa kuwa na sifa stahiki. Hakikisheni kuwa watumishi wapya wanahudhuria mafunzo ya awali katika utumishi wa umma na pengine wathibitishwe kazini baada ya kuhudhuria mafunzo elekezi ya awali. Naye Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora Zanzibar, Haruni Ali Suleiman amepongeza ujio wa kongamano hilo akisema maendeleo ya nchi yanategemea watumishi wa umma imara na wenye Hatuwezi kwenda mbele sisi mheshimiwa kama hatujaimarisha utumishi wa umma.
kuwa na watu makini waliobobea katika masuala ya kiutumishi. Huwezi kutekeleza utumishi wa umma kama bado una kasoro za utekelezaji katika masuala ya kiuchumi na maendeleo mengine ya kijamii. Kwa upande wake, mkuu wa chuo cha utumishi wa umma Tanzania, Daktari Ernest Mabonesho, amesema pamoja na mambo mengine, washiriki wa kongamano hilo watajadili nafasi ya utumishi wa umma katika kufanikisha malengo ya dira ya taifa ya mwaka 2050. Dira zote mbili zinakubaliana juu ya hitaji la kuwa na utumishi wa umma wenye ufanisi, uwajibikaji na unaoendana na mabadiliko ya wakati. Kwa hiyo bila kuwa na watumishi imara, watumishi wenye weledi katika mazingira haya, ufanisi kwenye dira zetu kwa kweli utasuasua. Kwa hiyo sisi vyuo tupo na tutumie tunasema kwa meno ya magego ili tuweze kutoa maarifa mapya. Nazipongeza serikali zote mbili kwa kuendelea kuwekeza katika utumishi wa umma kama nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa letu. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imefungua dirisha la kuwania tuzo za utafiti wa kisayansi ambapo tafiti zitakazokidhi vigezo na kuchapishwa kwenye majarida ya kimataifa zitapata zawadi ya shilingi milioni 50 kwa kila tafiti. Akizungumza na vyombo vya habari hapa jijini Dodoma, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema utoaji wa tuzo hizo ni moja ya mikakati ya serikali kukuza na kuendeleza sayansi na teknolojia hapa nchini. Dirisha la kupokea machapisho ambayo watafiti wanataka yaingie katika ushindani na kufikiriwa kupata tuzo hii litakuwa wazi kutokea tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu mpaka tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka huu. Bado nyanja za ushindani ni zile zile 4, yaani sayansi asilia na hisabati, afya na sayansi shirikishi, sayansi za wanyama na kilimo, na uhandisi na teknolojia ya habari na mawasiliano. Aidha, waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia akachukua nafasi hiyo kueleza maendeleo ya utoaji wa tuzo hizo ambapo hii itakuwa ni awamu ya 4. Tangu kuanzishwa kwa tuzo hii, jumla ya machapisho 336 yalikidhi vigezo na kuingia katika ushindani, na katika machapisho hayo 86 yalipata tuzo. Watanzania 200 wameshinda tuzo hii tangu kuanzishwa kulingana na mchango wao katika machapisho yaliyoshinda. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema hatakuwa tayari kumvumilia mtumishi yoyote wa wizara hiyo atakayeshindwa kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kusababisha ukosefu wa huduma za maji nchini. Waziri Aweso ameeleza msimamo huo wa serikali jijini Mwanza baada ya kutembelea na kujiridhisha na tenki kubwa la maji lenye uwezo wa kubeba lita za ujazo milioni 3. Umepewa dhamana ya kutoa huduma, hautoi huduma mpaka kiongozi tufike ndo tutoe huduma. Jambo la kwanza, utatupisha ofisi. Utaweka mtu ambaye atafanya kazi ili watu waweze kupata huduma. Leo tumekuja hapa, tenki hili la lita milioni 3 lilikuwa halina maji kabisa. Wala hakuna teknolojia yote tulioifanya. Leo maji yapo. Kwa hiyo tunataka watu ambao watakaofanya kazi, na hapa ninachotaka kusema watendaji wenzangu, dunia ya sasa inataka watendaji ambao wanaoleta matokeo. So bla bla maneno. Fanya kazi tu, watu wataona. Na uzuri wa maji sehemu yako watakwambia yapo. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Ilemela William Kafiti ameishukuru serikali kwa kuchukua hatua za haraka za kurejesha huduma hiyo muhimu kwa wananchi wa wilaya ya Ilemela. Lakini kwa namna ya kipekee nimpongeze sana Mheshimiwa Aweso pamoja na timu yake ya wizara na katibu mkuu. Nafikiri toka Aweso amekuwa waziri hajawahi kuweka kambi zaidi ya siku 3. Leo tunaongea Ilemela hapa anaenda siku ya 6. Maana yake ameamua kuhakikisha Ilemela tunakwenda kuondoa changamoto ya maji. Tunashukuru sana waziri wa maji kwa kuja, maana tulikuwa tunateseka sana, maji yalikuwa hayatoki. Sasa kwa leo asubuhi tulivyoenda kufungua koki yetu tumekuta maji. Sasa tunashukuru sana kwa kuja. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Ilemela Amiri Mkalipa amewataka wananchi kuacha tabia ya kuharibu miundombinu ya maji
kwa kuwa serikali inatumia gharama kubwa kwa utekelezaji wake. Hii miundombinu inajengwa kwa gharama kubwa, ni lazima tutunze miundombinu ya maji. Na mtu anayepasua, kuna wafugaji hapa, kulikuwa na kesi moja hapa nyuma. Kuna watu wanakuja kuleta mifugo, wanapasua mabomba ya sasa huyu sasa hivi atakayepasua mabomba ya maji ama zake ama zangu. Waziri Aweso amemaliza ziara yake ya kikazi mkoani Mwanza ambayo ilikuwa ni maelekezo ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba yenye lengo la kutatua kero ya maji mkoani Mwanza. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Na katika ngwe ya michezo tunaelezwa kwamba kikosi cha wachezaji 34 cha Twiga Stars kimeitwa na kocha Bakari Shime Mchawi Mweusi kwa ajili ya maandalizi ya WAFCON 2026 yatakayofanyika nchini Morocco. Akitangaza kikosi hicho, kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars Bakari Shime amesema kikosi hicho kimejumuisha nyota 34 ambao wataingia kambini Karatu kabla ya mchujo wa kuwapata wachezaji watakao kwenda katika michuano ya WAFCON nchini Morocco. Wachezaji ambao wataingia kambini ni jumla zaidi 34 ambao tutakuwa nao kwa ajili ya matayarisho ya awali. Baada ya hapo, kama nilivyozungumza awali, tutakuwa na huo mchujo ambao utafanyika. Kama ambavyo nafahamu, mashindano haya 100% yanachezwa kwenye viwanja vya natural grass. Kwa hiyo Karatu ipo miundombinu mizuri ambayo inaendana. Lakini la tatu, hali ya hewa ya Karatu imekuwa na msaada mkubwa kwa upande wa utimamu wa wachezaji wetu. Kwa naamini endapo tutafanya matayarisho mazuri kule, na tumewahi kufanya mara kadhaa na tumeona matokeo chanya kwenye matayarisho yetu yale. So naamini tukiweka camp pale tunapata utulivu mkubwa na mazingira mazuri ya kufanya kazi yetu. Umemzungumza Aisha Masaka, bado kuna changamoto kwa Aisha Masaka. Amepata majeraha kwenye WAFCON iliyopita. Tulijaribu kumuita katikati hapo, lakini bado klabu yake imesisitiza kwamba bado hajapata muda mzuri wa kucheza. Kwa hiyo na wasiwasi akirudi kwenye kucheza itakuwa shida. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.